Salamu zetu ziweze kuwafikieni ninyi nyote mahala popote mlipo katika ulimwengu tuishimo, na zaidi mno katika ulimwengu wa mawasiliano. Hii ni Majira na Nyakati, ni mtazamo kisiasa, ni uchambuzi wa masuala ya siasa katika nchi ya Kongo, na zaidi mno katika majimbo ya Mashariki na kwa upekee majimbo ya Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Maana unajua historia ya majimbo hayo mawili sasa hivi ni tunakwenda kwenye mwezi wa 10 au zaidi tangu Goma na Bukavu vishikwe. Na labda nikikwambia vimeshikwa na nani, pamoja na kuwapenda na kutokuwapenda, ni AFC M23 kupitia jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise. Mwezi wa 10 miji hii miwili tayari inaongozwa. Lakini pamoja na hayo ninakuwa na masuala moja au mawili kwa hawa viongozi wapya wanaomiliki Goma na Bukavu. Najua wanamiliki pia Lubero na Ruchuru na Nyiragongo na Masisi, na kwa sehemu ya kuaminika Walikale. Hilo ni jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na Ijwi na Kalehe na Kabare na Walungu kikamilifu katika jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na mji wa Bukavu. Lakini hata hivyo, na kwa sehemu Mwenga na kwa sehemu Fizi pia. Hata hivyo na Uvira, maana Katokota nafikiri imekuwa katika territoire ya Uvira shefria Bafuliru nafikiri. Neno ambalo nimekuwa nikilisikiliza sasa hivi ni neno usalama. Linazungumziwa na wananchi wote, na linaonekana limekuwa kama mwiba. Ninafikiri ninapopatikana katika mji wa Bukavu, bila shaka sijui swala kuhusu usalama tuliulize nani. Maana sasa hivi AFC inaongoza kiusalama maeneo hayo ambayo nimeyataja, yani zile idara za usalama zinaitwa Service de Sécurité et Renseignement. AFC inaongoza kijeshi maeneo hayo, na kwa sasa hivi nafikiri huu ni mwezi wa kwanza ikiwa si wa pili tangu polisi iletwe katika maeneo hayo jimboni humu. Hii inatupa kulinganisha miezi 3 ya utawala wake Bwana Birato aliyekuwa liwali. Pia inatupa kulinganisha miezi 4 tangu Bwana Patrick Busu Bwangwi awe liwali. Polisi imekwisha kuwepo, na lengo la polisi kuwepo ni kuja kuleta msaada wao kwa kumlinda mwananchi na mali yake. Lakini usalama umeharibika katika mji wa Bukavu na kando kando yake. Usalama umeharibika. Neno hili, mtazamo huu, uchambuzi huu tunautuma kwa viongozi wote kwa ujumla, waundaji wote kwa ujumla wa mageuzi na mapinduzi kupitia jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise. Usalama umeharibika katika mji wa Bukavu na kando kando yake.
maana kusikia kwamba watu wanaingiliwa kwa mapanga, wanakatwa, wananyang'anywa vitu na wengine wanapelekwa, hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba udhaifu upo kwa kazi hiyo. Kumeonekana kitendo kilichofanyika ambacho ni kitendo kilichoharibu, kunafanyika braquage Kadutu mchana mara nyingine. Hicho ni kitendo cha aibu. Habari za Panzi, habari za Kasihe, habari za Nyantende, hizo ndizo habari za Kamisimbi, zimekuwa ni habari za aibu. Wanaalikwa viongozi wapya kuelewa, kufuatilia kwa makini ili kujirudishia heshima kwa mwananchi, maana hiyo ndiyo ile inapelekea baadhi ya wananchi tumewasikia wameanza kusema ati bwana inaonekana hawa nao maana hizo habari za watu kuingiliwa ndiyo sababu ya mageuzi. Hizo habari za mwananchi kukosa usalama ndizo habari za mageuzi. Lakini imeonekana kisha mageuzi hali hiyo inaendelea kuwepo, ni kana kwamba hakuna kile kimefanyika. Huu ni mwaliko kwenu, enyi viongozi wetu wapya. Msituruhusu kuanza kuwalinganisha na kabla hamjafika, na hiyo itakuwa imewapunguzia heshima. Mnaalikwa nyote kujumuika kijeshi, mnaalikwa haraka sana iwezekanavyo. Nguvu mlizonazo, juhudi, mbinu mlizonazo, zote ziwekwe kwa vitendo. Usalama urudi katika mji wa Bukavu haraka iwezekanavyo, na katika maeneo yote ambayo mnayaongoza. Mboka ni uchambuzi kidogo tu, ni kama msisimko, ni mtazamo kwa yale yanayokuwa yakiendelea tangu miezi 10 hii na zaidi, tangu jimbo hili lidhibitiwe. Nasema Bukavu inadhibitiwa kikamilifu na Iju na Kalehe na Kabare na Walungu, na kwa sehemu Mwenga, na kwa sehemu Fizi, na nimesema maana Katokota nayo iko kwa usultani, kwa wilaya ya Uvira ya Wafuliru. Nafikiri M23 AFC kupitia jeshi lake mnapatikana katika karibu wilaya 8 zote za jimbo la Kivu ya Kusini. Usalama umekosekana, usalama umezorota. Hebu juhudi zote na mbinu zote ziwekwe kwa vitendo, ili wananchi wapate kuelewa kwamba leo ni tofauti na jana, na hii ndiyo majira na nyakati.